Kwema vipi Mwanaisha? Safi mzima wewe? Namshukuru Mungu. Dakika 90 zinatamatika. Wekundu wa Msimbazi Simba mnaondoka na alama zote 3 mbele ya Mbeya City. Zilikuwa dakika 90 za namna gani hapa? Tushukuru tumepata matokeo. Lakini mimi naambia hebu nitumie fursa hii kwamba mashabiki zangu wa Simba. Tunafurahi kwa kipi? Hatufai kufurahi kwa sababu hao wenzetu bado hawajacheza. Subiri wacheze kwanza, washinde ama watoke sare ndio tufurahi. Sasa kuna baadhi ya mashabiki wenzangu wanafurahia ushindi huu wa leo. Brother, Mwanaisha, hebu kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Ukiona sisi tunaongoza ligi, unajua hawa Yanga bado hawajacheza. Ndio maana mimi nitafurahi kesho jioni. Wacheze kwanza, tuangalie matokeo yao. Wakitoka sare ama wakifungwa ndipo na sisi tushangwe lianze. Lakini kwa sasa hivi mimi ukiona tunafurahi naona ni maigizo. Sasa hivi pacha Simba kaitunza furaha yake. Kabisa kwa sababu unafurahi wakati unajua unani kwamba tunakaa juu kutokana na masaa 24 tu. Lakini masaa yakishapinduka anaongoza ligi anajulikana. Ndio maana nasema nitumie fursa hii kwa mashabiki wenzangu wote. Tusiongee maneno tukamaliza. Hawa jamaa wanatuchola, wanatuangalia. Wanaenda kumpasua Fountain Gate. Fountain Gate hana ubavu wa kumzuia Yanga. Wanasema leo mnyama kwa tabu sana. Tumecheza mpira mbovu. Tumecheza mpira mbovu. Yaani sikwambii mechi ya leo tu. Unaweza kuona mechi ya Pamba, tumecheza mpira ambao mbovu kweli kweli. Na hii mashabiki wenzangu wote wataungana na mimi. Unaweza kuona leo kuna baadhi ya wachezaji wetu wametuangusha kama Kasali. Huyu Kasali hastahili kuchezea Simba. Katika wachezaji ambao huyu ni bosi ambaye amekuja kuchukua hela zetu wana Simba. Na mimi nitashangaa kuona mashabiki wenzangu wakimpromote huyu mchezaji. Ni mchezaji ambaye ana kiwango kidogo, hakustahili kuchezea Simba. Kabisa. Ndio hajaruhusu goli lakini. Lakini unaweza kuona jinsi anavodaka, unaweza kuona au kana namba 9 huyu. Hebu nitumie fursa hii kwamba management yangu imchezeshe namba 9. Inawezekana sio kipa. Kwa sababu unaweza kuona kwamba yani muda wote tunakuwa na pressure mashabiki wa Simba. Mpira wa kudaka na upiga kichwa. Na ndio maana nasema tukiendelea kumngangania huyu kipa atatutoa damu. Kipa mbovu kweli kweli. Kasali. Unaweza kumuona pacha Simba unalizungumziaje goli la leo la Elie Mpanzo ambalo amelifunga mbele ya Mbeya City? Ile goli mimi kwa kutokana na marefali wetu hawana VAR. Mimi nitamtetea. Lakini kama kuna VAR, baki sisi tunaangalia yote kombe la dunia. Mfano mzuri unaona jana tuliangalia Ufaransa, mechi nyingi tuliona. Magoli kama yale yamekataliwa. Magoli kama yale hayajakubaliwa. Ndio maana nasema kutokana hapa hatuna VAR. Hao marefali wetu mimi nawatetea. Kwa sababu sisi tunapata bahati kuangalia kwenye marejeo. Na ndio maana nasema ni favor kwa Simba. Mashabiki wa Simba tumefurahi kupata pointi 3. Lakini pangekuwa na VAR, ile goli lisingekuwa goli halali. Kabisa. Yaani kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Kwenye ukweli basi ukweli usemwe. Baadhi ya mashabiki wezio wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa wana matumaini makubwa na kunyanyua kwapa safari hii katika ligi kuu Tanzania bara. Wewe namna ambavyo unavyotazama katika ushindani katika hizi mechi zilizobakia, matumaini kwako wewe yakoje ama unawaambia nini wenye matumaini haya? Unaungana nao ama unaendelea kutunza furaha yako? Hebu uambie mashabiki wote wa Simba. Matamanio yetu tupate ubingwa. Wana Simba wote hatujapata ubingwa muda mrefu, lakini sasa tunashindana na nani? Ndio maana nasema hatuwezi tukafurahia kwamba tumeshinda na Mbeya City wakati mwenzetu hajacheza. Ili Simba awe bingwa inabidi Yanga apoteze. Na kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Unaweza kuona Mbeya ya Fountain Gate wanacheza na Yanga. Of course Yanga atashinda, sasa tunafurahi kwa kipi? Hebu tumie fursa hii kuambia mashabiki wote. Anayefurahia ushindi wa leo, huyo atakuwa anatafuta furaha. Lakini kwenye ukweli kabisa, tusubiri wenzetu wacheze. Mashabiki wa Simba hawana haki ya kufurahia kwa hiki ambacho wamekipata kwa siku hii ya leo pacha. Furaha leo inaitwa kama danganya toto. Tunajidanganya wenyewe. Sasa kama unajifurahisha mwenyewe, lakini unafurahia wakati bado mtani hajacheza. Si wanasema kila mtu ashinde mechi zake. Of course sasa hapo unaposema kwamba kila mtu ashinde mechi zake maana yake nini? Wao watashinda. Na ndio maana nasema mashabiki wengi tunamtegemea Azam atubebe kwa namna moja nyingine. Lakini Azam wana ubavu wa kumfunga Yanga. Hata Fountain Gate nao ambao tunawategemea hawana ubavu wa kuwafunga Yanga. Of course Yanga atofungwa mechi yote. Alkadhalika hata sisi mechi zote tutashinda. Sasa kwenye ubingwa hapo kwenye calculation bado wao wanaongoza pointi 2. Mimi naiona Yanga wanakuwa mabingwa kwa pointi 2.
Unaiona Young Africans wakiwa mabingwa kwa alama 2 pacha? Kabisa. Huu ni ukweli mchungu ambao mashabiki wenzangu wengi hawataki kusikia. Lakini hebu ambie mashabiki wote, hatuwezi kuwa bingwa kwa mchezaji kama Luemba. Innocent Luemba ni mchezaji ambaye huyu, ndio maana mimi naelewa kwa nini wana Yanga wanakwambia Bakari Nondo Mwamnyeto ni bora zaidi ya Luemba. Of course naelewa. Huyu Luemba ni mchezaji ambaye hastahili kuchezea Simba. Huyu Luemba kama ubisho apunguze ubisho, au kama badilishi, hata kama mwanamke huyu amfai. Hebu kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Huyu Luemba mimi nakwambia nafasi zote zile angekopa Bakari Nondo Mwamnyeto angefunga. Nafasi alokosa Luemba, Mwamnyeto anafunga zile. Na ndio maana naelewa Yanga wanaposema Bakari ni bora zaidi ya Luemba. Huyu Luemba hakustahili kuchezea Simba, na mimi nitashangaa. Luemba anafeli wapi? Luemba ama kutokea benchi ndio kuna huyu Luemba ni bisho sana. Kiwango chake ni kidogo. Hebu waambie mashabiki wote, lile gari ambalo alopewa Luemba, tumnyang'anye gari letu tumpe Kagoma. Kabisa. Lile gari aliyopewa Luemba tumnyang'anye apewe Kagoma, kwa sababu uwezekano unachukua mchezaji unampa gari, mchezaji ana thamani ya milioni, unampa nini inaitwa mshahara zaidi ya milioni 40 plus. Alafu mchezaji huyo nafasi zile ambazo Mwamnyeto wanafunga yeye anakosa. Ili jambo mimi limenisikitisha sana. Mpira lakini si mchezo wa makosa. Ndio maana nasema mbona unaweza kuona kuna wachezaji bora ambao wanafunga magoli. Mbona Lebase yeye anacheza vizuri. Unaweza kuona Chama anatuheshimisha. Unaweza kuona kuna wachezaji hawa mabeki wetu kina Ismail Toure. Kwa nini yeye Luemba kila siku? Na ndio maana nasema huyu Luemba na Mwamnyeto, mimi na Mwamnyeto, nafasi zile alokosa Luemba Mwamnyeto zote goli. Si wapewe muda. Sasa mchezaji mzuri huwa hahitajiki muda. Unapozungumzia mchezo wa mpira miguu, ni mchezo ambao mchezo wa hadharani, kila mtu anaona. Alipokuja Innocent Toura, alipokuja Lebase Gay ama Ismail Toure, wachezaji wote wana Simba tumewaimba. Of course wachezaji wenye hadhi ya nyota 5, lakini kwa nini Luemba? Ndio maana nasema ikiwa mchezaji ambaye unalipwa milioni 40, milioni 30, unaanzia dakika 80, wewe mchezaji haustahili kuwepo ndani ya Simba. Na ninavyoongea hivi kuna baadhi ya mashabiki wenzangu watanijia juu, lakini kwenye ukweli tuzungumzeni kweli, huyu Luemba hastahili kuwepo ndani ya Simba. Dirisha kubwa linaenda kufanyika hapo. Of course. Mfanyie maboresho maeneo gani zaidi? Kuna panga. Mimi binafsi pale wachezaji kama 6 au 7 wa kigeni nitawakata. Nabii Kamara, huyu Mwalimu, huyu Luemba. Kuna wachezaji wengi ambao Simba pale hawakustahili. Huyu bwana mdogo aliocheza leo namba 3, huyu nani huyu? Huyu nafasi ya kibabage huyu. Huyu Mligo hastahili kuchezea Simba. Simba ili tuwe bora, inabidi tusajili wachezaji ambao wenye hadhi ya kuchezea Simba.